wetu Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mapenzi yako kwetu sisi wanadamu. Unatulinda nyakati zote, unatupigania, unatupa ulinzi, unatupa uhai na uzima katika maeneo mbalimbali ambayo umetuita tuweze kuishi kwa hayo. Asante Mungu wetu, asante kwa kila ambacho umekijalia kwetu. Wakati huu Mungu wetu tunakuja kwako kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi siku zote, na hata katika siku hizi 7 zilizopita tulizokuwa bize na mambo mengi, tukijishughulisha katika mambo mengi na mambo mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Asante Mungu wetu kwa ajili ya upendo wako mkubwa wa namna hiyo. Wakati huu ni wakati ambao Mungu wetu tunatamani kujifunza na kutafakari neno lako la uzima. Usituache Bwana wakati wa tafakuri hii, uwe pamoja nasi kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Wapendwa, tukiwa tumesimama hivyo hivyo, tusome neno la Mungu kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 5 mstari wa 1 hata wa 9. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 9. Yohana Mtakatifu 5:1 hadi 9. Maneno ya Mungu yameandikwa hivi: baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethsatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa Sabato siku hiyo. Amen. Tukae. Wapendwa wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa. Tumepewa kifungu hiki tuweze kukitumia asubuhi ya leo au siku ya leo kutafakari kuna nini ndani ya kipande hiki kidogo tulichopewa cha mistari 9 ya Injili iliyoandikwa na Yohana katika sura ya 5. Kuna mambo mengi sana tunaweza tukajifunza kutoka hii mistari. Muda wetu utaturuhusu kupita kwa machache tu. Mengine manake tutaruhusiwa kuendelea kuyatafakari kadiri tunavyokuwa tunaiisha siku hii ya leo. Kisa tulichokisoma hapa kinatanguliwa na visa vingine. Kisa cha mwisho katika sura ya 4 kinamtaja mtu mmoja anaitwa Diwani, ambaye kwa taarifa alisikia kwamba Yesu mtenda miujiza yupo maeneo ya jirani na kule kwao. Kwa hiyo akafunga safari, akatoka huko kwake, akasafiri mwendo wote mpaka kufika maeneo yale Yesu alipokuwa. Lengo lake amwambie Yesu, unisaidie kumponya mwanangu, ni mgonjwa, hawezi, yuko kitandani. Alipofika anamuona Yesu anamwambia, rudi kijana wako amepona. Naye kwa moyo mkuu wa ujasiri na imani kubwa aligeuza akawa narudi kwenda nyumbani.
Anapofika kijijini anakutana na vijakazi wake, wale watumishi wake wanakuja kumlaki, wanamwambia, bwana mkubwa, mtoto wako amepona. Sasa akataka kujiridhisha, ikabidi atafute ushahidi kidogo, ilikuwa saa ngapi alipopona? Wakamwambia kama saa 7 hivi, kama saa 7 mchana. Na yeye akayaunganisha matukio, akagundua kumbe ule ndio wakati alioambiwa na Yesu kwamba rudi, nenda nyumbani kwenu kwa kuwa kijana wako yu mzima. Sasa baada ya hayo ndipo sasa tunakutana na hii mistari ambayo tunaambiwa sasa kwamba sasa akateremka akakwea kwenda huko Yerusalemu katika siku hii ambayo ilikuwa ni siku ya Wayahudi. Watheolojia watatusaidia hapa, sijui ilikuwa ni sikukuu ipi katika, huenda kwa majira haya, huenda kama sio sikukuu ya vibanda basi ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Kati ya hizo sikukuu mbili mojawapo huenda lazima ilikuwa ni miongoni mwa hizo. Sasa katika hizo sikukuu Yesu kaenda kushiriki pamoja naye ameenda huko kushiriki hiyo. Akifika huko akaenda moja kwa moja mahali ambapo Biblia inatuambia wakati unaingia mlango wa kondoo, ilikuwa inaitwa sheep gate. Ukiingia kwenye hiyo sheep gate, sijui kwa nini waliita sheep gate, sijui kondoo alipita zaidi au alipitisha kondoo au ilikuwa ni lango la aje, lakini mlango mzuri au huo mlango wa kondoo, penye mlango wa kondoo palikuwa pana birika. Birika tukiangalia kwa namna ya kawaida unaweza kufikiri kabirika kadogo. Kwa namna nyingine tukisema kulikuwa kuna kisima. Kisoma kwenye Biblia ya Kibena wameandika vizuri sana. Hisela, yani kidimbwi fulani kikubwa ambacho unaweza ukaingia ukazama na ukatoka. Sio birika tena, birika mbona kama kadudu fulani kadogo, ila hisela angalau inaeleweka, yani ni kidimbwi kikubwa chenye uwezo wa kuingiza mtu akaingia akatoka. Pengine sio lazima awe zaidi ya mmoja, lakini angalau kidimbwi fulani. Kidimbwi hicho kimezungukwa na matao, ningeweza kwa lugha nyingine tungeweza kusema ni kama ukumbi wa nje. Nyumba zetu na nyumba hizo nyingi sasa hivi zinakuwa zina ukumbi wa nje kama hivi. Hii mlango ungekuwa kuingia ndani, kuna mlango hapa, lakini hii tungekatia hapa kwenda hivi. Huko kulikuwa ni wazi, ni nje. Sasa hapa ndo panaitwa tao, kwenye korido ambalo kabla hujaingia ndani unakutana nalo. Sasa yalikuwa 5 yenye wagonjwa mbalimbali wako mle, vipofu, viwete, waliopooza na kila aina ya wagonjwa walikuwa pale, wanasubiri muujiza, malaika ashuke atibue maji, halafu mtu mmoja aingie kwenye maji aweze kupata uponyaji. Kwa nini mtu mmoja na wasio watu wengi? Watu wengi wanaamini kwamba huenda aina ya kisima kilichokuwepo kilikuwa hakiruhusu kuingia watu wengi kwa wakati mmoja. Inawezekana, lakini pia inaaminika kwamba wakati ule imani ya vitu vyema vichache ilikuwa imetawala sana, kwamba vitu vyema ni vichache. Ukisema wenye busara watapatikana wachache, wenye hekima watapatikana wachache, sijui ni na nini vichache, ili mradi ni vyema au vizuri lazima vitapatikana vichache. Na ndiyo maana hapa aliyetaka kupata uponyaji ilikuwa ni miongoni mwa wachache waliotakiwa kupata uponyaji. Hivyo mmoja tu alipaswa kupata uponyaji, atakayewahi. Na hakukuwa na zamu kwamba atakaye zamu sasa hivi ni zamu ya huyu, amna, atakayewahi. Kiwahi kichelewa ataenda kusubiri. Ndiyo maana kisa cha huyu mtu tunaambiwa amesubiri miaka 38 pale kisimani. Alikaa miaka 38 anasubiri, labda siku moja malaika atafanikiwa, atakapochukua maji na ataingia. Ule uvumilivu sio wa kawaida. Hivi kweli sisi unaweza kukaa miaka
38, umri wa mtu kabisa na kuzidi. Yaani wewe miaka yako hiyo bado uko kisimani unasubiri malaika aje atibue maji. Halafu miaka mingine kama 17, 18, 20 mbele unasubiri. Watu kuna tushinda kusubiri miaka mitatu tuone. Mitatu mingi, mtu anatamani kama amalize kesho. Anatamani aulize, hivi jamani, watu tumechoka sana. Ugali maharage ile tunaitaga siku tunaimbia hadi wimbo. Ina wimbo wake. Miaka 4 mtu ni mingi kiasi kwamba anatamani kama hata anywe sumu tu asiwepo. Miaka 6 ni mingi mno ya kusubiri kukutana na alichokidhania, alichokipanga. Uvumilivu unaweza kumshinda. Anatamani kama ahirishe, ashindwe, aache. Miaka 3, miaka 4, miaka 5 kusubiri inashindikana. Huyu bwana alisubiri hata kama ni miaka mingi. Huu mwaka wa 38 anaendelea kusubiri. Anachosubiri ni uponyaji, sio kitu kingine. Anasubiri uponyaji. Mimi nakwambia kizazi cha kidijitali cha sasa, ungekiambia kisubiri hata siku 3 tu uponyaji. Pale hospitalini leo yule afisa nani amekuja pale na tusimulia, tungemuuliza, hivi huwa mnajisikiaje mnapokutana na wagonjwa waliosubiri sana kwenye benchi? Na anaingia anakuta anakaa tu unasubiri hivi. Unasubiri unakuta daktari anapita tu, anapita na ile gwanda lake lile, shwa anaenda huku. Anarudi amevaa na vile virubashi vile kama anataka kwenda kupima mapigo ya moyo kwa mtu, anaenda, anarudi. Anaenda, anarudi, sala kwanza. Anaenda, anarudi. Anaenda, anarudi, sala pili. Huwa mnasema nini? Huwa mnasemaje? Pale zinaanza kelele, hao daktari vipi? Hospitali hii namna gani? Haina utaratibu kabisa. Afu ya kwetu hiyo hospitali, ya kwetu. Angalia. Uvumilivu hamna ndani ya masaa 2. Masaa 3 kuvumilia hakuko. Lakini ndugu yangu mwenzetu huyu miaka 38 anasubiri uponyaji. Na kuna watu wanamtingisha kwa sababu angalia, kuna wakati alikuwa anataka kuteremka, kuna mtu alimtangulia mbele akaingia. Maana yake alipata chance ya kuingia kisimani, lakini kuna mtu alimtangulia, alimzidi ujanja, akatangulia. Jaribu kuimagine, chukulia ile picha iweke katika mazingira ya sasa, afu kuwa yule ambaye unataka kuwa, ukivumilia vizuri mtumishi, katika hiyo miaka unatoka vizuri. Unatoka vizuri. Unamaliza, unahitimu. Siku wengine wanaishia njiani kwa sababu yoyote ile. Iwe ya kulazimishwa au kujitakia, unasikia tumeshindwa kuendelea naye. Wale wataalamu kuandika maandiko wanaandika tu pale barua, tumeshindwa kuendelea naye kwa sababu zisizozuilika. Hizo zisizozuilika hizo imeshindwa kuzuia, yani mtu mwenyewe ameshindwa kuzizuia ili angalau avuke hiyo miaka 2 3, ameshindwa. Anachelewa. Aliacha tungumbe kule, aliacha miradi, aliacha vitu gani? Acha kimbia. Lakini wapendwa, huyu mgonjwa tu peke yake kukaa muda wa miaka mingi, miaka 38, itufunze kwamba tukiwa tumefocus jambo, basi tunapaswa kuwa na uvumilivu kwenye ile jambo tulilopanga, ili tuweze kukutana na kile ambacho tunataka tukutane nacho. Tusiwe watu wa kukata tamaa mapema. Huyu bwana angekuwa kukata tamaa, mimi nafikiri ule mwaka wa kwanza tu alikuwa ameshaondoka. Unakaa tu mwaka mmoja unakuta miezi 12 malaika tu wanakuta kuna mtu anatangulia mbele. Huyu unaenda, mtangulie. Unaenda, ametangulia. Achana na mimi, naondoka zangu. Wakati kuna waganga wa kienyeji, wakati kuna siku kuna nini? Yaani zipo options nyingi tu mtu angeweza kufanya options bila kujalisha zitampeleka wapi baada ya pale. Lakini alivumilia. Ndugu zangu, hiki kinatupa hata sisi, hata kwenye maisha ya kiroho, tunapaswa kuendelea kumtazama Mungu. Tunapaswa kuendelea kuvumilia, kung'ang'ania kumtazama yeye, kwa sababu hata haieleweki ukiacha utakutana na jema lipi. Kwa hiyo ni afadhali tukabaki tunautumaini Mungu kwa kipindi chetu chote kwenye maisha yetu yote,
mimi nilitafakari kwamba huenda hii inamaanisha miaka 38 inamaanisha muda mwingi. Inamaanisha muda mwingi. Mwangalia hata yule Petro katika Matendo ya Mitume tuliposoma, anasema akiwa anatembea, akiwa anazunguka huko na huko, akafika mji mmoja anaitwa Lida, akakutana na mtu mmoja aliyekuwa anaumwa kwa muda wa miaka 8. Hawezi amelala kitandani. Huyu angalau alikuwa nyumbani, lakini matumaini ya kupona alikuwa nayo. Ndugu zanguni, tukiwa tuna matumaini ya uzima, tukiwa tumekusudia mambo fulani, hatupaswi kuzimia mioyo. Hatupaswi kukata tamaa. Hatupaswi kuacha kumtumaini Mungu. Hatupaswi kuvunjika mioyo. Tumesikia mengi. Sasa hapa daktari alikuwa anatuambia kuna monkeypox, ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyotoka kwa nyani. Kwanza unatisha wenyewe. Upele, si unawasha mwili mzima mpaka kwenye viganja. Upele unaotoka kwenye viganja, huo ni upele mkubwa ambao kwa macho ya kawaida sio rahisi kuushuhudia. Na wala usiombe kuuona. Lakini tukimtumaini Mungu bila kuchoka, bila kukata tamaa, bila kuzimia mioyo yetu, yeye ni mwaminifu wa kututoa hata katika haya. Atatoa hata katika haya. 2019 2020 mtakumbuka tulianza kuvaa hadi barakoa, tukanawa mikono, tukajitenga na watu wengi sana, tukapata karantini za kutosha. Tuko nyumbani sisi na familia zetu, lakini unapata karantini ndani ya familia. Mtu akitoka ametoka huko, anaporudi anataka aingie kwenye jengo lake jingine, akajirekebishe, akajisanitize, atokee kwa familia, aangalie jamani mko vizuri, ndio, asalimie kwa mbali mbali, hai, anaendelea na majukumu yake mengine. Yalipita. Wale walioendelea kumtumaini Mungu yalipita. Hata haya mengine mimi naamini tumtazame Mungu, yatapita. Tumtegemee yeye, yatapita. Lakini jambo jingine ambalo tunalikuta katika habari hii la kujifunza ni sentensi hii hapa. Anasema yule mgonjwa, mstari wa 7 anasema yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi hapa nilikuwa nafikiri ina maana huyu mtu hakuwa na ndugu zake. Alienda peke yake. Alikuwa na ugonjwa gani? Akawa peke yake. Yaani mgonjwa hana wauguzi. Kama alikuwa nao, mbona walikuwa wanasinzia hivyo? Kwa nini wasimsaidie kumtumbukiza haraka haraka kwenye kisima? Yakitibuka tu maji wanamuingiza yeye. Shida ilikuwa ni nini? Inawezekana kabisa kwa muda huo miaka 38 watu walishakata tamaa. Wewe umeona unakaa na mgonjwa miaka 3 watu wanakifa. Anasema huyu mgonjwa tunasubiri wakati wote tu aondoke. Kwa hiyo tumewekeana zamu. Tumewekeana zamu. Leo hii hakuna aliyeenda. Tunadhani Jumatatu ijayo ataenda dada yetu mkubwa. Kuna wakati inawezekana hadi ndugu zake walikata tamaa. Hadi rafiki zake walimwacha. Labda kama walipozaliwa tu alianza kuumwa akaendelea mpaka anafika miaka 38. Lakini kama alishawahi akakutana na watu, alikuwa na marafiki. Alikuwa na viongozi wa dini. Sisi wainjilisti tulikuwepo pale. Na tulijua kabisa ndugu yetu, jirani yetu anaumwa. Yuko hospitalini mwaka wa kwanza, mwaka wa 2, wa 10, wa 20, wa 38. Tulijua. Sisi wachungaji tulijua kabisa. Wazee wa kanisa tulikuwepo kabisa. Tupo. Lakini angalia, hata hao hawakumsaidia kumtumbukiza kwenye kisima kilichofahamika kwamba kama maji yakitibuka, huyu mtu akitumbukizwa anapata uponyaji, anapona. Hata hao waliacha. Unajifunza nini? Ndugu yangu, katika maisha yako, binadamu sio wa kumtegemea. Bila kujalisha cheo alichonacho, bila kujalisha nafasi alionayo, anakuacha. Akishachoka tu anakuacha, anaendelea na mambo yake.
anakutelekeza. Kila siku tunakusaidia wewe, kila siku tunakupa mtaji wewe, hauendelei. Kila siku unaumwa wewe, kila siku mdhaifu wewe. Wanakuacha, anaondoka, anaenda zake, anakuacha peke yako. Na ndio kilichomkuta huyu miaka mingi mno, kiasi kwamba watu walishagiva. Hawezi kubaki wanakuvumilia na kuangalia wewe, haiwezekani. Waliacha wakaendelea na mambo yao mengine. Tuchukue kitu cha kujifunza kwamba kumbe katika maisha yetu, kwenye vitu tulivyo navyo sisi, kwenye mambo tulionayo sisi, kwenye mambo ambayo tunategemea yawe ni sehemu ya maisha yetu, sehemu ya mafanikio yetu, kwenye maisha ya kiroho, kwenye maisha ya kawaida, tunapaswa kumtegemea Mungu peke yake. Binadamu wanachoka. Yesu asifiwe. Binadamu wanachoka. Wakati mwingine binadamu wanaishiwa, anafilisika. Alikuwa na uwezo kukubeba kwa sababu alikuwa na pesa, alikuwa na uwezo wote alikuwa nao. Amefilisika, anakuacha. Anakuacha. Lakini wakati mwingine yeye mwenyewe anaweza kuwa amepangiwa majukumu mengine sehemu nyingine. Amehamishwa, ametolewa. Au hata yeye mwenyewe anaweza kuwa amekufa. Miaka 38. Chochote kinaweza kutokea. Kuishi au kufa kupo ndani ya miaka 38. Kwa hiyo kwa mtegemezi wako amekufa. Mtazame yeye. Mtazame yeye asiyekufa, asiyeshindwa, asiyefilisika, ambaye yupo siku zote. Yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Haishiwi, hatindikiwi. Siku zote. Anapoishiwa binadamu, yeye anakushika mkono na kwamba mwanangu, jipe moyo, jitwike godoro lako uende, tembea, nenda. Unapoishiwa, yeye anakuambia simama, inuka, beba, chukua, kula, shiba, pata uzima. Binadamu wanachoka. Binadamu wanaishiwa. Binadamu wanatawanyika. Binadamu wanahama. Binadamu wanatoweka. Lakini Mungu hatoweki. Mungu anabaki kuwa yeye, anasimama siku zote kama baba wa yatima, kama daktari, mganga wa wagonjwa wote. Kila mahali. Kuna mtu mmoja amemtaja Mungu kwa nafasi yake kwa majina mengi sana. Anasema nitatumia kama dakika 5 hivi kuelezea Mungu ni nani. Mimi sitakupoteza muda wenu kutaja. Tukiingia kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utaelewa kwamba kumbe Mungu ni huyo unayemsoma katika Biblia. Utagundua yeye ni muumbaji, yeye ni mwokozi, yeye ni kila utakachokiona. Yeye ni provider, yeye sijui ni nani. Kila kitu utakachokiona duniani, yeye ndiye muasisi wake. Tumtazame yeye. Jambo jingine ambalo katika Biblia hii au katika mistari hii tuliyoisoma tunaweza tukakutana nalo tukajifunza ni kwamba wakati fulani tunapitishwa kwenye magumu kwa muda mrefu mpaka watu wanakata tamaa. Mpaka wewe mwenyewe unakata tamaa. Mpaka mtu mwingine na majirani zako wanakata tamaa. Mpaka hao ambao tuliwategemea kwamba hawawezi kutuacha katika maisha yetu wanakata tamaa. Lakini somo hili linatukumbusha kabisa kwamba hata kama tukipita kwenye magumu ya namna gani, hata kama tukikaa kwa muda mrefu namna gani katika magumu, bado tunapaswa kumrudia yeye. Tunapaswa kumtegemea yeye. Wewe angalia mtu ambaye angekuwa kukata tamaa asingekutana na Yesu. Na Yesu anapokutana naye, ukiangalia maswali yake ni kama anaonesha kilichompeleka pale kusudi lilikuwa ni kwa yule mtu tu peke yake. Akamfuata yule mtu, akamuuliza, unataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Jibu la mgonjwa lina mashaka mbili. Mashaka ya kwanza ni kwamba uzima kweli nataka, lakini sina mtu wa kunipeleka kule kisimani. Hilo ni la kwanza. Lakini shaka la pili ni kama anaona tayari mimi kwa muda wote, ndio anasema kila nilipokwenda
mtu alitangulie. Manake kwa muda wote siwezi, nimeshindwa kupata msaada. Halafu kwa umbali katumaini kanakuja kwamba labda kama wewe ndiwe miongoni mwa watu ambao wanaweza wakanisaidia, basi anyway niseme kwamba sina mtu ambaye kila mtu malaika akija kutibua maji, sina mtu huyo ambaye wewe unaweza kushuka kanipeleka pale. Wataalamu wanaamini kwamba huenda alitumaini kwamba sasa nimepata mtu atakaye niingiza kisimani, atakaye nitumbukiza kisimani. Kwa imani ilijengeka ghafla baada ya kumwona, akasema nimepata mtu atakaye nitumbukiza kisimani. Bwana, mimi sina mtu wa kunitumbukiza kisimani maji yanapotibuliwa. Inakuwa tofauti kabisa. Majibu ya Yesu yanakuwa tofauti. Anamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Sio kwamba tusubiri kwa sababu kwenye ile sikukuu watu wengi walitegemea pale lazima malaika angeshuka tu. Pale lazima malaika angeshuka. Wamekaa mkao wa kula, wa kupona. Mkao wa kupona, wamekaa macho. Ghafla anatokea mtu mwenye nguvu, mzima, asiumwa, anajua sasa leo napona, naingizwa majini. Yesu anamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Naye bila kujalisha akasimama, akabeba godoro, akakuta kumbe amepona, amebeba godoro anaenda. Pale mbele kidogo ameongeza maneno, anasema siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Itupe sababu ya kutafakari. Ili itupe sababu ya kutafakari. Huyu bwana ameenda, viongozi wakubwa wa dini wamemfuata, wanamwambia, wewe leo ni siku ya Sabato, wajitwikaje hili tena? Unafanyaje kujitwika godoro Sabato? Sabato ni siku ya kupumzika. Unajitwika godoro? Akamwambia, yeye aliyeniponya ameniambia nijitwike. Hata kuuliza swali. Ingelikuwa siku hizo unajua mtu amekwambia ulikuwa unaumwa miaka mingi, umeteseka, umehangaika, ghafla papo mtu anakuambia simama, jitwishe vifaa vyako hivi, beba hivi, makorokoro yako beba, ondoka. Unachukua vinakuta ghafla unasimama unatembea. Unaanza kuuliza samani, eti unaitwa nani? Namba yako ya simu, eti namba yako ya simu ya WhatsApp ikoje? Kwenye mitandao ya jamii unatumia jina gani? Angalau mimi tu tunawasiliana. Yule bwana umdata hapo nao, akajitwisha godoro, katembea. Katika kuzunguka huko baadaye akarudi hekaluni. Yuko hekaluni kule, kama amekaa tu hivi anaendelea kuzuba pale. Ghafla akakutana tena na Yesu amemwendea kule. Akamwambia, akamwambia, nenda zako usitende dhambi tena. Ndipo akajua kwamba kumbe huyu ndiye aliyeniponya. Lakini kabla yake hakujua. Yeye alipopona speed. Wanamuuliza wakuu makuhani kule, wanamuuliza viongozi wa dini, huyu kwa nini anajitwisha? Yeye sijui ni nani, lakini ameniambia mimi nimepona. Basi ndio jambo langu la msingi. Sabato sijui Jumapili Jumangapi hainihusu. Mimi nimepona. Masharti sijui wachungaji wakuu wa majimbo sijui dayosisi zimefanyaje, mimi sijui, ila nimepona. Nilijua kitu kwamba tunaweza tukajifunza kwamba kuna wakati ishi ya kumtazama Mungu uweze kufikia kwenye mafanikio inavuka kawaida za mipaka ya wanadamu. Mipaka ya desturi, hizi tamaduni zetu za kawaida inavuka, inaenda. It goes beyond the limits. Yaani wakati pale unapofikiria hapa isingewezekana, hapo ndio inawezekana na kupitiliza. Hapa viongozi wa dini huwa hawaruhusu. Yaani hapo ndio inawezekana sasa. Ndio inapita. Hapo ndio inapita. Halitufundishi kuwa, somo hili halitufundishi kuwa wakaidi kwa viongozi wetu wa dini au wa madhehebu au wakubwa wetu, lakini linatuonesha kwamba hatupaswi kuwategemea kabisa na kuwatazama kwa 100% ili tuweze kupata uzima. Wa kumtazama kwa 100% tupate uzima na wokovu ni Mungu peke yake, anayevunja na kuvuka mipaka yote. Kimona na Bwana waliishia kusema anyway, basi sawa. Mtu wa namna hii mwingine mahali pengine walimhoji wakasema basi hata yule aliyekuponya naye ana dhambi kwa sababu nikuponya siku ya Sabato. Yule kijana akasema kwamba ana dhambi mimi sijui, ila najua nilikuwa kipofu, sasa naona.
Usizuiwe na taratibu, usizuiwe na desturi za maisha kwenye kumtazama Mungu uweze kufanikiwa katika maisha yako. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Mwenyezi Mungu atutie nguvu sana. Atusaidie tuendelee kutafakari siku hii ya leo na siku zinazofuata namna nzuri ya kumtazama yeye katika maisha yetu. Tukikutwa na mambo magumu, tukiwa katika maisha haya na nyakati hizi za kutafakari kuhusu kuja kwa Kristo Yesu, kuhusu kurudi kwa Kristo Yesu, basi msisitizo mkubwa katika maisha yetu iwe ni kumtazama yeye, kumwangalia yeye, kumtazama na kumtumaini yeye katika maisha yetu kwa vitu vyetu vyote. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako mengine ya kawaida, mtazame yeye. Unataka kuishi katika maisha ya kiroho ya kicho, ya uchaji, katika kumtumaini na kumtegemea Mungu, mtazame yeye. Bila kuzuiwa na chochote, bila kuchoka, bila kujalisha magumu yanayokuzunguka, makando kando gani yaliyokubeba na kukuvuta nyuma, mtazame yeye. Kama kuna mtu aliugua miaka 38, sasa wewe hata mwaka mmoja hujamaliza, unaanza kuzira. Unazira kwenda kumtumaini Mungu kwa sababu ya siku chache, 10, 20, 30. Tumtumaini yeye. Tumtumaini yeye. Na yeye kwa uaminifu wake, kwa wakati wake, kwa nyakati zake, hata tuacha. Hawezi kutuacha tufe kamwe. Hawezi kutuacha tupotee kamwe. Atahakikisha kila aliloliweka kama kusudi lake kwenye maisha kila mmoja wetu analifikia. Sharti ni kubaki tunamtumaini yeye. Basi Mungu wetu atubariki sisi sote. Alibariki neno lake, na sisi sote katika maisha yetu tuendelee kumtumaini na kumtazama yeye kwa nyakati hizi za kukumbuka mateso, kufa na kufufuka kwake Kristo Yesu maishani mwetu. Amen. Na tuombe. Mungu wetu, Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya utakatifu wako. Asante kwa mambo yako mema katika maisha yetu. Umetukumbusha asubuhi ya leo kuwa na matumaini mema na matumaini makubwa katika maisha yetu ya kukutumaini wewe. Tusikate tamaa, tusizimie mioyo yetu, tuendelee kukutazama wewe katika maisha yetu. Wakati kukumbuka kufa na kufufuka kwake Kristo Yesu aliyefanyika hivyo kwa ajili ya maisha yetu haya na maisha yajayo,